dhambi. Ukisoma Warumi 6:23 anasema vizuri sana, kwa maana anasema 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Nataka uone neno mauti. Neno mauti limegawanyika katika maeneo matatu. Moja, kufa katika mwili na kuzikwa kwenye kaburi. Kufa kwa sababu Mungu alisema vizuri kabisa kwenye Mwanzo 2:15-17. Ukisoma pale alisema hakika utakufa, na mwanadamu anakufa hata leo, anazikwa kwa sababu ya kwenda kinyume na agizo, na alipokwenda kinyume akashindwa kufika kwenye kile kiwango Mungu alichokiweka, na kuanzia hapo mwanadamu akawa muhasi. Na sasa basi tunapotafakari neno mauti, dhambi ikaleta, ndio maana maandiko yanasema kwa maana mshahara wa dhambi, maandiko yanasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana. Nataka uone mshahara. Baada ya mwanadamu kutenda dhambi akafa. Sasa kuna vifo vitatu. Moja, kifo hichi ambacho mwanadamu anakufa na kuzikwa. Mbili, kifo cha kiroho. Kile kitabu cha Waefeso 2:1. Ukisoma pale unaona kifo cha kiroho. Waefeso 2:1. Maandiko yanasema, naye mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika mwana wa kuasi. Nani anaongea na Waefeso? Kabla ya Waefeso kuokoka walikuwa wamekufa. Manake mtu ambaye hana Yesu anatafsirika amekufa. Kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 anasema, nawe una jina la kuwa hai, lakini nafsini mwako, rohoni wako umekufa. So kifo, dhambi ikaleta kifo cha mwili, lakini ikaleta kifo cha roho. Kifo cha roho manake ikamtenga mtu na Mungu. Mtu akawa hana uhusiano na Mungu tena, kwa sababu ameshindwa kufika kile kiwango chake, kile kiwango Mungu alichokuwa amekiweka. Alikuwa hana tena haki mbele za Mungu, alikuwa hana tena utakatifu mbele za Mungu, lakini ufahamu wake ukavurugika. Lakini kifo cha tatu ambaye ni hatari, kifo cha tatu, kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 20, maandiko yanasema hivi, 21 mstari wa 20 kuanzia mstari wa 13. Maandiko yanasema, tuanze mstari wa 11. Maandiko yanasema, Ufunuo sura ile ya 20 mstari wa 11 mpaka mstari wa 15. Maandiko yanasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zinakimbia uso wake. Huyo ni Kristo.